Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu awabariki sana. Leo tunaenda kuongea na wanachuo, watu ambao wanasoma kwenye vyuo. Lakini kama tulivyosema, tunakukaribisha wewe mzazi. Tunakukaribisha yeyote yule ambaye unasikia kusikiliza siku ya leo. Tunaamini utabarikiwa na neno, na yamkini hilo neno utahitajika kulitumia sehemu nyingine yoyote kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Kama tulivyosema, tutaingia kuomba kule mwishoni, kwa hiyo tunatamani kila mmoja awepo mpaka mwisho. Mhubiri 3:1. Mhubiri 3:1 inasema, kwa kila jambo kuna majira yake, na wakati kwa kila kusudi chini ya mbingu. Kwa kila jambo kuna majira yake. Twende pamoja. Kwa kila jambo kuna majira yake, na wakati kwa kila kusudi chini ya mbingu. Kila jambo lina majira yake, na wakati kwa kila kusudi chini ya mbingu. Inamaanisha chochote kile unachofanya kina majira yake. Ukiendelea kwenye Mhubiri kuanzia 2 na kuendelea, utaona kuna wakati wa kufa, kuna wakati wa kuzaliwa, kuna wakati wa kufa, kuna wakati wa kulia, kuna wakati wa kucheka, kuna wakati wa kupanda, kuna wakati wa kuvuna. Kwa kila jambo kuna majira. Katika kila jambo kuna majira, na majira yamebebwa na wakati, na wakati umebeba maisha ya mwanadamu. Kila kitu kwenye maisha ya mwanadamu kimebebwa na wakati, na tunaweza kusema hiyo inaitwa timeline. Timeline maana yake ni kwamba kunakuwa na muda na kunakuwa na tukio. Hiyo tunaita timeline, kwamba 1990 kuzaliwa, 1956 kufa. Hapo katikati kuna matukio mengine, kuna muda na kuna matukio, tunaita timeline. Na hii timeline inawekwa na Mungu. Mungu ndiye anayeweka timeline ya kila mtu. Anajua huyu mtu atazaliwa tarehe hii, kabla ya kuzaliwa alimjua. Na anajua huyu mtu atazaliwa tarehe hii, anatakiwa apite hapa 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 na hapa, na mwisho atakufa tarehe hii. Sasa hapa katikati kuna matukio mbalimbali ambayo yameambatana na muda. Leo tunasema na wanachuo, kuna kusudi kwa kila jambo, kuna majira kwa kila jambo. Ukisoma Mhubiri 3:2 inasema kuna wakati wa kuzaliwa na wakati wa kufa. Haya ni matukio makubwa mawili kwa kila mwanadamu, kuzaliwa na kufa. Na hapa katikati kuna matukio mbalimbali. Kuna matukio mbalimbali ambayo Mungu ameyaweka kutokana na kusudi lako hapa duniani. Sasa huo mwongozo wa hapa katikati mpaka kufa kwako, anayeujua ni Mungu. Chochote kile ambacho unapaswa kufanya kinatoka kwa Mungu mwenyewe. Na Mungu anataka usimiss majira. Majira aliyokupangia usiamiss au usiamisuse. Usiyatumie ndivyo sivyo, wala usiyakose. Majira yasikuache. Yaani kama ni wakati fulani wa kuanza utumishi, unatakiwa uanze utumishi. Mungu anataka ule wakati wewe, kwa sababu unamjua atakuwa na communicate na wewe, usimame kwenye utumishi. Kama ni muda wa kwenda chuoni, basi Mungu anataka ule muda uende pale chuoni na ufanye kile unachotakiwa kufanya. Kile unachotakiwa kufanya Mungu ndiye anayepanga, sio wewe ndiye unayejipangia. Sasa siku hizi kuna trend ya watu kujipangia. Wanajipangia wanachotaka kufanya kwa kutumia matakwa yao. Mjomba wangu alikuwa dokta, natamani kuwa kama mjomba wangu. Niliona amefanikiwa, aliweza kujenga na gorofa, ana magari, akaanzisha na hospitali kwa sababu alikuwa dokta. Acha na mimi nipite njia hiyo hiyo. Shangazi yangu alikuwa nesi, mbona na yeye nimeona amefanikiwa, ngoja na mimi niwe nesi. Baba yake rafiki yangu alikuwa engineer, nimeona amejenga na madaraja na barabara mbalimbali, ngoja na mimi niwe engineer, labda mimi nitakuwa famous. Fulani alikuwa hivi na hivi, ngoja nisomee hiki. Hivyo tunajitafutia sisi wenyewe, na hiyo sasa imekuwa common sana sasa hivi. Kwamba mtu anaenda kusoma kitu sio kwa sababu Mungu ametaka asome, ila anasoma kwa sababu ya namna dunia inavyompeleka.
au trend ya dunia. Kwamba mtu anaangalia sasa hivi dunia inavyoenda, inaonekana kwenye gesti kule kutakuwa na soko sana, inaelekea kwenye umeme kule kutakuwa na soko sana, inaelekea kwenye uinjinia wanawake watakuwa wanahitajika sana, inaelekea kwenye udokta wanaume watakuwa wanahitajika sana. Ngoje nikasome huko kwa sababu nitapata ajira kiurahisi. Lakini kama kuna timeline ambayo Mungu amekuwekea wewe, unatakiwa uende according to that timeline. Timeline maana yake ni muda na tukio. Yaani kile ambacho Mungu anataka uwe hapa duniani, ufanye hapa duniani, kiendane na kile Mungu anachotaka. Na hichi kitu hauwezi kujua kama Mungu hayuko karibu na wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu anatakiwa kuwa karibu na wewe. Unatakiwa kuimarisha mahusiano yako na Mungu ili uweze kucommunicate na yeye. Na yeye aweze kukujulisha kwamba hichi unachofanya mwanangu ni sawa. Hiki unachofanya unaenda kupotea, hiyo sio njia yangu. Kama hauna mahusiano mazuri na Mungu, hakuna namna unaweza kujua. Haleluya. Kuna wengi sana wamesoma, wameshamaliza saizi, lakini kumbe wamepoteza muda. Hawakusoma kile kitu ambacho Mungu alitaka wasome, au hawakutakiwa kabisa kwenda kusoma hapo. Lakini wameingia wakapoteza miaka. Ile miaka tunasema miaka imeliwa na madumadu na nzige na parare. Kwa sababu wameipoteza bure. Na unapopoteza kwa Mungu hata siku moja tu, hata saa tu, umepoteza kitu kikubwa sana. Kwa sababu yeye Mungu amejiwekea tayari. Kama kuna timeline, inamaanisha unapo miss timeline, unaleta hasara kwenye ufalme wa Mungu. Haleluya. Sasa hapa ulipo wewe kama mwanachuo, tunataka kuamini kwamba uko kwenye timeline yako. Tunataka kuamini kwamba unajua kwamba Mungu ndiye aliyetaka wewe uwe hapo kwenye iko chuo, ukisoma iko unachokisoma. Tunataka kuamini hivyo. Kama sivyo hivyo, basi fanya bidii kumtafuta Mungu, ujue wapi unapotakiwa kusimama. Tumeshaona watu wengi sana. Kuna wengine ambao hata Mungu alishawasemesha, sitaki ufanye hiki, sitaki usome hicho unachokisoma, unapoteza muda. Lakini bado wakakaidi. Na mwisho matokeo yake yakawa ni mabaya. Kwa sababu ile miaka imeliwa bure, imepotea bure, na haikuwa mpango wa Mungu. Haikuwa timeline ya Mungu yeye kuwepo pale akisoma kile anachotakiwa kusoma. Sasa kwa nini wewe uko chuo hapo sasa hivi? Lipo kusudi. Kumbuka neno letu tulilolisoma la Mhubiri 3:1 linasema kwa kila jambo kuna majira yake na wakati kwa kila kusudi chini ya mbingu. Kwa nini uko hapo chuoni leo? Kuna kusudi. Hilo kusudi limeambatana na wakati. Ndio maana uko hapo saizi wakati huu. Lakini kwa ajili ya faida ya mbingu. Sasa kusudi hili linatakiwa liwe dira yako kwa wakati wote ambapo wewe uko hapo chuoni. Yaani unatakiwa uiangalie pale. Unapoiangalia itakuwa ni rahisi kwako. Kinapokuja kitu kinachotaka kukutoa nje ya mpango, kukiona, kukidetect na kuona kwamba hichi kiko nje ya mpango. Kwa sababu una dira pale mbele nayo kuongoza. Lakini wengi sana ambao wanapotea ni kwa sababu wameenda tu pale basi tu. Wengine unajua wameenda tu chuoni kusoma tu waonekane wamesoma, lakini hawajui wanachokitaka kule mbele. Hawajui wanakoenda ni wapi. Na majority wako hivyo. Wako tu anataka cheti kwa sababu amesikia siku hizi mtu ukisoma mpaka degree basi ndio unaonekana umesoma. Mtu ukisoma mpaka diploma basi ndio unaonekana umesoma. Mtu ukiwa na certificate basi unaonekana wewe ndio mtu hapa duniani. Kwamba kwa sababu watu wanajaji kwa namna watu walivyosoma. Lakini huyu Mungu anasemaje? Kama nimesoma mpaka masters basi utapata heshima huko mtaani. Sasa ndivyo watu wengi, mtu ana struggle, anajikuta yuko tu chuoni anasoma kitu ambacho yeye mwenyewe haelewi kwa nini yuko pale. Kuna mtu yuko tu anasoma hapo kwa ajili ya influence ya watu. Kwamba kule nyumbani walitaka asome. Baba yake alitaka asome tena kozi hiyo. Yeye mwenyewe huko ndani anaona hii kozi sio yangu. Mbona mimi sitaki kusoma hichi kitu? Lakini yuko anasoma hapo kwa sababu ya influence ya watu, kwa sababu ya pressure ya watu wengine. Wanataka asome kile kitu. Sasa wewe unatakiwa kujua kusudi. Kusudi ya kile unachokisomea ni nini? Je, ni mpango wa Mungu wewe usomee hicho unachokisomea? Na ukishajua kwamba kuna kusudi, be sure utakuwa serious pale shuleni.
kwa sababu utataka ku accomplish lile kusudi. Lakini ukiwa unaenda tu haujui, unasoma tu pale ili mradi upate cheti, kuna sehemu utapotea. Hautaona umuhimu hata wa kusoma. You will not work hard. Utatafuta shortcuts ili mradi tu upate cheti. Haujui kwa sababu kwa nini uko hapo na uko kwa kusudi gani. Kwa kupotea kwako ni rahisi sana na kuzolewa na upepo. Kwa hiyo chochote kile ambacho unafanya ukiwa hapo chuoni, hakikisha unajiuliza maswali haya. Tunaamini umeshajua kusudi. Hiyo ni hatua ya kwanza. Kwa nini unasoma hicho unachokisoma? Inabidi utafakari, ukae utafakari. Kwa nini nasoma law? Inatoka ndani ya moyo wangu, nina amani, au ninasoma kwa sababu mtu fulani amesema nisome? Kwa nini ninasoma business administration? Malengo yangu kule baadaye ni nini? Mungu anafaidikaje? Je, hili ni wazo la Mungu au ni wazo langu? Kwa nini sasa hivi nasoma political science? Ni kwa sababu sikuwa na option. Wewe kwa nini unasoma political science sasa hivi? Hem, jitafakari, jiulize. Kwa nini unasoma? Je, ni kitu ambacho Mungu anataka ukisomee hiko? Kwa nini unasoma udokta sasa hivi? Iko ndani ya moyo wako. Kwa nini unasoma nursing sasa hivi? Kwa nini unasoma pharmacy sasa hivi? Je, ni Mungu anataka usome au ni kwa sababu ya mazingira fulani? Ni mambo muhimu sana ya kutafakari ili ujue kweli hicho unachokiendea ni wazo la Mungu. Na ukishajua ni wazo la Mungu, unajua ni kusudi. Na kama unajua ni kusudi, basi kila kitu kinachotokea hapo chuoni lazima ujiulize maswali haya. Swali la kwanza, jiulize, je, hiki kitu ninachokifanya kuna faida kwenye kusudi langu? Chochote kile unachokifanya. Wewe ukiamua kwenda kunywa pombe, jiulize, hii pombe nayo kunywa inaleta faida kwenye kusudi langu ambalo ndio hii elimu yangu, ndio hiki ninachokisoma? Uzinzi nao ufanye unaleta faida, unazidi kuniangusha? Hiki ninachokifanya kinaleta faida kwenye kusudi langu? Lakini pia jiulize, je, kinaleta hasara? Lakini swali lingine jiulize, Mungu anafaidika? Haya maswali yote jiulize kabla ya kukuendea chochote. Kabla ya kwenda kunywa pombe, jiulize, Mungu anafaidika? Ninamfurahisha Mungu? Hiki ninachoenda kukiendea saa hizi kinamfurahisha Mungu? Na kwenye kusudi langu kinaleta effect gani? Je, ni effect chanya au hasi? Haleluya. Haleluya. Kwa sababu wengi sana, wanachuo wengi sana, tunapata message nyingi sana kutoka kwa wanachuo. Wengine wanakuambia, mimi tangia nimeanza chuo nimejikuta nimejiengage na marafiki, nimepotea saizi, nimetokomea kwenye uzinzi, nimetokomea kwenye pornography, nimetokomea kwenye masturbation, nimeingia kwenye ulevi, nimeingia kwenye kujiuza, naona kila kitu kimeharibika. Wengi sana wanabadilika chuoni, and wanabadilika kwa mabaya. Tunategemea kwamba huyu mtu akienda chuo ataendelea kuwa better and better. Lakini huku mwanzo anaweza kawa anaenda vizuri kabisa, ameanza shule ya msingi vizuri, ameenda sekondari vizuri, ameenda chuo sasa, level labda ameenda vizuri, ameenda chuo sasa. Hapo ndio kila kitu kinaanza kuvurugika. Na ndio sehemu ambayo adui amewekeza kweli kweli. Anawatega watu kweli kweli. Kwa sababu watu wengi wakifika chuo wanabadilika. Kama unajua kilichokupeleka chuoni, hakikisha hakuna mazingira yanayokubadilisha. Haleluya. Haleluya. Na kitu cha kwanza kikubwa kabisa kinachobadilisha watu ni marafiki. Tunaongea na wanachuo sasa hivi, tunapata jumbe nyingi sana na tunaona haya mambo. Marafiki. Hakikisha uambatani na mtu kwa sababu tu mmetoka mkoa mmoja, kwa sababu tu unaona mnaendana, kwa sababu tu mlikuwa mnafahamiana, mlisoma wote labda shule ya msingi, au mlisoma wote A level au O level. Usiambatane na just anybody. Hauko hapa kuambatana na kila mtu, kwa sababu marafiki wana effect kubwa kwenye maisha yako. Marafiki, company, wana effect kubwa mno kwenye maisha yako. Kwa hiyo unapoenda kuchagua marafiki, hakikisha muinvolve Mungu.
Hebu mwambie Mungu akupe marafiki walio sahihi, kwa sababu wengi wanaopotea kule chuo ni kwa sababu ya influence za company wanazoambatana nazo. Mtu anakuambia nilienda nikapata marafiki wanapenda kutoka, wanapenda hivi na hivi na hivi, na mimi nikajikuta taratibu naenda, lakini huyu mtu alikuwa tu yuko decent, ametoka kwao yuko decent. Tunawaambia kabisa, tunawaambia chuoni ndiko sehemu ambako watu wanaharibika kweli kweli. Watu wanatoka kwenye mpango, wana divert ile njia ambayo Mungu anataka wapiti, hawapiti tena. Chuoni hasa ukisikia watu uharibifu mwingi unatokea kwenye vyuo. Huku unaweza ukajitunza, ukifika chuoni mambo yanaanza kuharibika. Kila kitu kinaharibika. Na kitu kimoja, unapofungua mlango mmoja labda wa uzinzi, uwe na uhakika vitu vingine vyote vitaingia huko ndani. Unajikuta ulikuwa unaenda vizuri, unaanza kudrop. Darasani ulikuwa unafanya vizuri, unaanza kudrop. Haujielewi tena, you are confused. Mpaka kuna wengine wanapata na feelings za kutaka kujiua, kwa sababu tu wameruhusu mlango mmoja ufunguke uwe wazi na adui aingie humo ndani. Haleluya. Sasa wengi sana wakifika chuo wanaanza kujiona wamekuwa. Wengine wanaona ndio wamekuwa huru ndio wanaanza kufungulia sasa. Kwamba they have all the time. Hamna mtu wa kuangalia, sio baba sio mama. Wako huru sasa kufanya chochote kile wanachotaka kufanya. Kwa hiyo wanajikuta wako huru na wanautumia uhuru kweli kweli. Haleluya. Wengine tena mlikuwa mmeokoka vizuri kabisa, mlikuwa mnatembea na Yesu. Na Yesu alikuwa anajifunua kwenu kwa namna ya tofauti. Umefika chuo umeanza kuwa na wewe na mahusiano. Ulikuwa umefika chuo hauna ujue boyfriend wala girlfriend. Umefika ukaanza kuingia kwenye mahusiano. Umejiengage kwa mahusiano ndio basi kabisa, na Yesu ndio unamuacha. Kwa sababu mahusiano yamechukua nafasi. Na ulikuwa unaenda vizuri kabisa na Yesu wako. Hauko salama kwa sababu unapotea. Na wengi sana ni kwa sababu ya company. Na kuna wengine wanaanzia ulevi chuoni. Huku wametoka walikuwa vizuri, hawajui hata pombe wala harufu ya pombe. Amefika chuoni, ameanza. Anatest taratibu, mwisho anaishia kwenye ulevi. Anakuwa addicted, kutoka anashindwa. Ni kwa sababu tu ya kufuata company. Lakini huyu mtu inawezekana hajawahi kuonja pombe. Amefika chuo, ameanza sasa. Wengine na mavazi yanabadilika. Hapo sasa. Mavazi ya wanavyuo jamani. Tumishi. Umesha kupita kwenye vyuo? Yaani kama Mlimani City jamani. Siku moja tumeenda Mlimani City na mtumishi, tulikuwa tunaenda kutafuta kitu. Tumefika Mlimani City kwa Dar es Salaam. Tunajua wengine wako Kigoma, wengine Katavi wapi. Ni mall. Tumeenda, yule mlinzi pale anatuambia karibuni mjini. Tukaangalia na mtumishi tukamwambia kwani nini tulivyovaa au ni kitu gani? Mbona huyo mlinzi anatuambia karibuni mjini? Tulikuwa tumevaa tu magauni marefu. Kama magauni yetu vile tunavyovaa, marefu tu mpaka chini anaburuza. Na nywele ndio hizi hapa tumezichana. Ni mlinzi sio pale, ukishashuka tayari umeshapaki, sasa ndio unatoka uende kwenye ile lango pale. Kuna sio ni mlinzi au sio ni nani yule? Ni mlinzi. Akatembea karibuni mjini. Tukasema sasa hapa sio ametuonaje? Sasa tumeingia kule ndani Mlimani City. Jamani lakini. Tukasema mbona hapa kama kule South Africa? Maki kule South Africa kule tulienda kule Cape Town. Ukifika kule ni watu si wako tu, yani mavazi yao wenyewe. Tulipoingia ndani Mlimani City tukasema basi kumbe ndio maana huyu mlinzi akatuambia karibuni mjini. Kumbe huku nani mtu anatakiwa uvae hivi. Tunajikuta wenye magauni, yani tunajihesabu 1 2 3 yule kule. Mwingine tu tumbo liko hapa kachomeka na kile kipini kile kama kireni kiko hapa kwenye tumbo. Kavaa kile ndo kicrop kina pepea na kaptula imechanwa. Sasa tunaishia kushangaa, tunaonekana jamani hawa kweli wametoka wapi? Kumbe ndio maana yule askari katuambia karibuni mjini. Sasa kwenye vyuo nako ndo hivyo.
Sasa kuna watu wako kwenye vyuo. Tumepita kwenye vyuo. Kuna mtu mmoja alisema yeye kila wiki anaenda kutafuta nguo kwa ajili ya wiki nayo kuja. Yaani huyu ni mwanachuo, kila wiki anabadilisha nguo. Huyu mtu sio anasoma saa ngapi? Na hizo nguo sio kwa sababu gani? Yaani intention yake ilikuwa ni nini? Kila wiki anaenda kufanya shopping ya nguo. Sasa wewe umetoka Kazura Mimba kule Kigoma. Umeenda kusoma chuo University of Dar es Salaam. Ukakutana na huyu mtu. Umetoka zako vizuri tu kule Kazura Mimba, mtoto mzuri tu, decent. Kuna kijiji Kigoma kinaitwa Kazura Mimba. Umetoka decent, umeenda kule University of Dar es Salaam, unaanza sasa. Siku ya kwanza wewe unaanza kushangaa kama sisi tulivyokuwa tunashangaa kule Mlimani City. Tena siku ya kwanza unaweza kukemea kabisa. Jamani kwa jina la Yesu, hawamjui Yesu wao. Hawamjui Yesu. Hawamjui Yesu. Hivyo taratibu. Lakini sijui una msimamo kiasi gani. Siku zinazozidi kwenda unaona unaenda mwisho na wewe taratibu sijui una company ya aina gani. Ukikutana na wale marafiki ndio company yako, taratibu wanaanza kukubadilisha. Na kwa sababu hauna msimamo unajikuta na wewe unaanza kubadilika. Amen. Haleluya. Kwa hiyo marafiki. Haleluya. Marafiki si wa kuwaendekeza. Kwa sababu hapo chuoni umeenda peke yako. Wala hakuna majina mawili yako pacha, hata mapacha tu. Hawaandiki majina mawili wameenda wanaweza kwenda sehemu moja lakini sio kwamba wanahesabiwa kama ni mmoja. Wewe umeenda pale hao watu umekutana nao chuo. Kwa nini wakubadilishe? Kwa nini? Kwa nini wewe usiwabadilishe wale watu waje kwako wewe unemwamini Yesu? Kwa nini wewe ndio ubadilike utoke uwafuate wao? Haleluya wanachuo. Sasa wengi sana wanapotea hapo. Chuoni kuna shida kubwa mno. Kwenye mavyuo, mavazi mnayovaa hayampi Mungu tukufu. Ulevi, uzinzi ndio basi kabisa. Mnapona vipi? Mnapona vipi wanachuo? Amen. Kwa hiyo mtafuta marafiki, mshirikishe Mungu. Mwambie Mungu, marafiki ambao sio sahihi kwangu, watoe kabisa. Watoe kabisa kwenye njia yangu. Waondoe kabisa. Usiambatane na marafiki wanaokutoa kwenye mpango. Na sio lazima uwe na rundo la marafiki. Kuna watu wengine eti hawawezi kuishi bila marafiki. Mtumishi muongeze, mbona umeitikia sana? Nishangaza. Yes. Kwa nini lazima uwe na rundo la marafiki? Uonekane kwamba wewe ni nani? Kwamba ni mtu wa watu? Au uonekaneje? Sio lazima uwe na rundo la marafiki. Take time. Hata kwa wale ambao wanategemea kwenda kwenye vyuo, take time to pray about it. Mpaka uone kabisa huyu rafiki ananijenga towards what? Towards your purpose. Huyu rafiki ata contribute towards my purpose in this college or university. Kwamba huyu rafiki ana mchango kwenye kile anachokiendea hapa chuoni. Lakini usichukue tu marafiki basi na wewe tukuhesabie kwamba una marafiki. Basi tu mkae mpige selfie zenu zile wenyewe. Tunakuta kule Mlimani City tunatembea, wengine wako mbele tu kule wanakuwa wanatembea na simu zao. Wengine mpaka toilet wako na simu zao. Wanachukua selfies company. Na wote ukiangalia wanafanana kule Mlimani City. Yaani ukiona wawili tu wamefanana. Yaani jinsi walivyovaa wamefanana. Ndio nasemaga ndege wawili, ndege wa mabawa wanaofanana uruka pamoja. Utafuta ndege mwenye mabawa kama yako. Sio wewe wewe ni kasuku unaenda kuambatana na mwewe. Mtafika wapi? Au kunguru. Kunguru ameshazoea kula kitu chochote, wale kama wale kunguru wa Dar es Salaam wanakula mpaka mazuria, makapeti wanadonoa wanakula chochote kile. Wewe kasuku au njiwa decent umeshazoea kula ufuta, umezoea kula sio mpunga na nini. Ukiambatana na yule si mnaenda kufanya uharibifu.
Wanasema ndege wenye mabawa sawa wanaruka pamoja. Na ndio maana ukiona kundi la ndege wanaruka pamoja, wanafanana. Kwa hiyo mtafuta wenye mabawa sawa na wewe. Na usichukue haraka, usifanye haraka kutafuta marafiki. Navyoishi wao. Haya maisha ya mitoko, kwamba lazima utoke. Hela yenyewe ndio hiyo. Kuna wengine mnategemea hapo maboom. Boom lenyewe ndio hilo. Likitoka hata ukumbuki kumpa hata Mungu fungu la 10. Boom lenyewe ndio hilo uligawe kwenye mitoko, kwenye mavazi ya kila wiki, kwenye pombe. Na mwisho wa siku unajikuta maisha ambayo umeingia unashindwa kwenda nayo pamoja. Unajikuta sasa unatafuta other sources. Zimetoka wapi? Mume wa mtu. Kama yule dada alisema ametembea na mume wa mtu. Ametembea na waume za watu wengi sana wakati yuko chuo. Kwa nini? Kwa sababu tu alikuwa anataka kuishi, kutembea kama mdada wa chuo, yani afatwe na gari, apelekwe outing, avae vile anavyovaa. Mwisho wa siku anajikuta anashindwa kwenda na hiyo speed. Basi anajikuta anaingia tu kwa waume za watu. Sasa hivi ndio wanahangaika kujitoa kwenye hiko kifungo cha waume za watu. Na ndio story nyingi ziko hivi sasa. Hapo tu ni neema ya Mungu kwamba bado unaishi mpaka saa hizi. Sasa kuna wengine hata kusoma hawasomi. Wanasubiri tu siku ya mtihani waanze kudesa. Ndio wale wako darasani, wako kwenye mtihani wanaanza kuomba swali la 4 yani apewe sasa majibu. Kusoma hasomi. Uko hapo chuo mfanye kile kilichokupeleka hapo chuoni. Kama umeenda hapo chuoni kusoma, amesema kuna majira kwa kila jambo. Kama hayo majira unatakiwa kuwa chuoni, kwa nini hausomi? Kilichokupeleka hapo chuoni ni nini? Na ndicho hicho unachokifanya. Soma kwa bidii. Kama umeenda chuoni, uko chuoni, tunategemea usome kwa bidii. Lakini kwa nini maisha ya mtoko, maisha ya outing ndio yamekuwa mengi? Haleluya. Unasema watu wana left. Msiondoke. Wanachuo msiondoke. Sikilizeni mpaka mwisho. Tumesema kule mwisho kuna maombi. Ni wakati wako kumwambia Mungu akusaidie ili uweze kwenda kama vile anavyotaka yeye. Amen. Huyu anasema mimi ni binti wa miaka 26. Nasoma chuo fulani mkoa wa Dodoma. Ni mwenyeji wa mkoa fulani ameutaja. Ila kwa sasa niko Dodoma. Nahisi sina amani moyoni. Na nahisi hata nikiomba maombi yangu hayafiki kwa Mungu wa mbinguni. Nilikuwa na mahusiano na kaka mmoja ambaye anaishi, kataja mkoa, ndiko anakoishi na anakofanyia kazi. Akanitumia nauli na nikaenda kumsalimia. Nilikaa kwake kama siku 4 hivi. Kwanza hivi unaenda kumsalimia mkaka, na umesafiri kabisa, umefunga safari kutoka huo mkoa wako kwenda mkoa mwingine. Kwa sababu ukiwa hapo tu tunakwambia hebu avoid kwenda kukaa na wanaume kwenye vyumba vyao wapi. Hata kama unamwamini kiasi gani, kubadilika ni sekunde tu. Sembuse kusafiri kutoka mkoa fulani mpaka fulani uende kule ukalale. Hivi unategemea kule nini kitatokea? What do you expect? Huyu anasema nikakaa huko kama siku 4 hivi. Then nikarudi zangu Dodoma. Lakini nilivyorudi baada ya wiki kadhaa kupita, nikahisi mabadiliko ya kimwili. Nikaenda kupima mimba, ikaonekana kweli ipo. Nikampigia simu kumwambia na hata kumtumia ile picha ya kipimo. Yaani hapo sasa ndio ile mtu unatuma ile picha ya kipimo na expect kwamba atakuwa excited. Anasema lakini tangu hiyo siku nilivyomwambia, mawasiliano na mimi akayasitisha kabisa. Nikatafuta kila njia ili niwasiliane naye, lakini nilishindikana. Basi sikuwa na namna ya kufanya na sikuwa na msaada wowote ule, nikaamua kwenda kufanya abortion. Sasa tangu nimefanya abortion hadi leo hii sina amani kabisa. Nimejaribu kuomba toba na kumrudia Mungu, lakini nimeshindwa. Na zaidi naona nahitaji msaada zaidi wa kiroho. Wa nini nifanye nimrudie Mungu hata kama nimekosea kiasi gani? Jinsi siku zinavyoenda nahisi kama nazidi kumkosea Mungu. Japokuwa kila kukicha siachi kuomba msamaha kwa Mungu kwa hichi nilichokifanya. Ila nahisi hukumu moyoni mwangu na kuhitaji msaada wa ziada. Na niliamua kufanya huo uamuzi ili kulinda uhusiano wangu na familia yangu. Look here. Aliamua kufanya huo uamuzi ili kulinda
Kulinda nini? Uhusiano wake na wazazi wake. Ajiangalie uhusiano na Mungu. Anataka kulinda uhusiano na wazazi. Uhusiano na Mungu yeye akimsumbui. Ila uhusiano na wazazi. Anasema uhusiano wangu na familia yangu. Maana kama ungejua kuwa nina mimba basi wasingenisomesha tena. Kumbe sikujua kuwa namkosea Mungu. Naomba msaada, mniweke katika maombi na mnielekeze nifanye nini ili nimrudie Mungu. Hiyo si cases kama hizi ziko nyingi sana 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 sana. Na hapo kwenye uzinzi ndio mlipokamatwa kweli kweli. Hapo kwenye uzinzi. Yaani kule vioni sasa ndio kumekuwa ndo basi kabisa. Basi. Yaani chuoni kwenye uzinzi ndio imekuwa basi. Zile hostel ndio zimeshageuka kuwa guest house. Amen. Zimeshakuwa guest house. Watu hawataki tena kumtafuta Mungu. Hawako serious tena kumjua Mungu. Hawako serious tena kumfurahisha Mungu. Nimekwambia kule juu jiulize haya mambo matatu. Hichi ninachokifanya kinaleta hasara, kinaleta faida, kinamfurahisha Mungu? Jiulize hayo maswali yote kabla ya kuyafanya. Haleluya wanachuo. Hakikisha unajiuliza hayo maswali. Ukiona hiki kitu hakimfurahishi Mungu, kiache right away. Ukiona hakina faida kwenye kusudi lako, kiache. Hata kama ni marafiki, acha. Muache kabisa na wala usijali chochote kile. Amen. Tuliwaambia kwamba ghadhabu ya Mungu iko juu ya vijana. Sasa vijana including nyinyi ambao mko kwenye vyuo, maana ndo kuna vijana wengi huko. Iko inashuka msipobadilika. Na hapa leo Mungu anataka kila mmoja abadilike. Acha njia zako mbaya. Acha ulevi, uzinzi, wivu. Mwingine akasema jamani mimi niko chuoni, niko chuoni kuna maisha ya ajabu ajabu. Niko chuoni lakini mimi jamani ni mnafiki mpaka mwenyewe najishangaa. Alisema anafanya anawasingizia ana mchonganishi. Yes. Alisema ni mchonganishi, kaja kujisema anaomba msaada. Niko chuoni lakini mchonganishi. Sasa hebu imagine huyu ni mchonganishi afu ni rafiki yako na wewe umeenda tu kichwa. Anasema mimi ni mchonganishi, yani mpaka naogopa, yani mpaka yeye mwenyewe anajiogopa jinsi alivyo mchonganishi. Mpaka marafiki zangu wote wamenitenga kwa ajili ya uchonganishi. Na hata sijui nifanye nini. Ni chuoni huko. Kwa chuoni kunakuwa na tabia za ajabu. Amen. Haleluya. Kama huyu anasema anapita katika kipindi kigumu cha kutengwa na marafiki, yuko chuoni. Mimi ndo nimekuwa mtu wa kuwatafuta mara zote, nikikaa kimya hawana muda. Hivyo marafiki wanakusumbua kwa sababu gani? Nina miaka 25 sasa. Niliingia kwenye mahusiano miezi 5 nyuma. Lakini huyo kaka nilie naye ananidharau sana. Anasema hapo chuoni kwenu hamna wanawake. Ananiambia ukipata mtu mwenye pesa wewe niambie, mara aniite mimi chizi sina akili. Hivyo kweli? Kweli kabisa. Wewe mwanachuo unapelekeshwa na marafiki. Huyu anasema mpaka anakuja kutuandikia na maisha yamekosa amani kabisa. Kitendo cha kwamba marafiki, hana marafiki eti yeye ndio kila siku anawatafuta. Kwani ni lazima? Ni lazima. Wao ndio pumzi ya uhai kwako. Alafu eti angalia yuko kwenye mahusiano. Huyo mtu yuko kwenye naye kwenye mahusiano anamuumiza kichwa. Huyo mtu anasoma sangapi? Kama anawaza marafiki, anamwaza mtu ambaye yuko kwenye mahusiano, ndio huyo mtu ambaye yuko kwenye mahusiano naye anamwambia, "Uko chuoni kwenu hamna wanawake wengine." Kwamba wewe amekuonaje? Haya huyu kinamsumbua mpaka amekuja huko. Kimemsumbua. Amen. Yakobo 1:14-15 inasema. Yakobo 1:14-15. Lakini kila mmoja hujaribiwa na tamaa yake mwenyewe huku akivutwa na kudanganywa. Halafu ile tamaa kisha kuchukua mimba huzaa dhambi, na ile dhambi kisha kukomaa huzaa mauti. Kila mmoja hujaribiwa na tamaa yake mwenyewe. Kitu kinachowaponza wanachuo ni tamaa. Tamaa ya kukimbizana na dunia. Wewe nenda pale, fanya kilichokupeleka. Soma kwa bidii, mtafute Mungu. Imarisha mahusiano yako na Yesu kwa ajili ya kile ambacho utakiendea kule mbele. Amen. Haleluya. Sasa leo ukifa si unaenda wapi? Kwa sababu ile siku tukiitwa
parapanda ikilia, hatutaitwa kwa posti tulizokuwa tunapost Instagram au status au Facebook. Hatutaitwa kwa how many times did you slay. Ulikuwa na nguo masanduku mangapi? Na nguo za aina gani? Ulikuwa na mitoko mingapi? Mlimani City ulienda mara ngapi? Sijui wapi kule majina ya huko. Toroka uje ulienda mara ngapi? Watu iti kwa namna hiyo. Wewe na Yesu mkoje? Mahusiano yenu yakoje? Yesu anakujua? Ni rafiki yake? Umempokea? Angalia mitoko uliotoka. Angalia jinsi ulivyokuwa na slay. Mpaka unajiita slay queen. Au ulikuwa na followers wangapi Instagram? Au ulikuwa na posti ngapi Instagram? Lakini wewe na yeye mkoje? How do you relate? Wewe na Yesu mna relate vipi? Mahusiano yenu yakoje? Amen. Haleluya. Fanya kilichokupeleka chuoni. Soma kwa bidii. Petro wa kwanza 4. Petro wa kwanza sura ya 4 mstari wa 2 na 3 inasema, tangu sasa msiendelee kuishi katika tamaa za wanadamu, bali katika mapenzi ya Mungu, wakati wenu uliobaki wa kukaa hapa duniani. Maana wakati wa maisha yetu uliopita watosha kwa kutenda mapenzi ya mataifa, kuenenda katika ufisadi na tamaa na ulevi na karamu na ulafi na vileo na ibada ya sanamu isiyo halali. Amen. Imetosha muda uliopoteza. Sasa ni wakati wa kugeuka. Wanachuo, enough is enough. Kuwa makini kule chuoni. Hatutaki tena kuona watu walioharibikiwa, kwa sababu wengi sana wanaharibikiwa kwenye vyuo. Kila mtu utasikia nilianza chuoni. Kama mtu akifika chuo naona sasa huu ndio wakati wa kujiandaa na ndoa. Lakini Mungu anasemaje? Hebu mtafute kwanza Yesu ndiye akuongoze kwenye kila ambacho unaenda kukifanya. Amen. Unamhitaji Yesu kwenye kila hatua ya maisha yako. Na yeye ndiye atakaye kusaidia kwenye safari yako wakati uko chuoni. Yeye ndiye atakaye kuprotect. Yeye ndiye atakaye kuongoza, kwa sababu yeye ndiye kila kitu. Amen. Haleluya. Mtumishi, sema kitu. Wanachuo, mtumishi ameongea mambo mengi sana kwa habari ya wanachuo. Mambo machache ya kuongezea kwa mwanachuo, lakini hata pia kwa wewe mzazi ambaye unategemea kumpeleka mtoto wako chuoni. Hivyo ni vitu vya kuvitazama, vya kumshauri mtoto anapoelekea chuoni, mambo ya kuangalia. Mambo mengine ya muhimu ni kuhakikisha unachagua uzima ndani ya Kristo unapokuwa chuoni. Maisha yako ya chuoni, mchague Yesu. Ishi katika uzima. Remasha katura mandara bosi. Kumbukumbu la Torati 30 mstari wa 19 unasema, nazishuhudia mbingu na nchi juu yenu hivi leo, kuwa nimekuweka mbele ya uzima na mauti, baraka na laana. Basi chagua uzima ili uwe hai, wewe na uzao wako. Kumbukumbu la Torati 30 mstari wa 19. Inasema, nazishuhudia mbingu na nchi juu yenu hivi leo, kuwa nimekuwekea mbele yako uzima na mauti, baraka na laana. Basi chagua uzima ili uwe hai, wewe na uzao wako. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa wewe mwanachuo, ni jambo la msingi sana unapokuwa chuoni kumtafuta Yesu, kuchagua maisha ya uzima, kuishi ndani ya uzima. Kuishi ndani ya uzima ni kuishi maisha yanayompendeza Mungu, kuishi maisha ya kumkubali Yesu. Unapomkubali Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, kumpendeza Yesu. Watu wengi wanapokuwa chuoni hawataki kusikia habari za wokovu, hawataki kusikia habari za mambo ya Mungu. Yani wao kwao hilo ni jambo ambalo halipo. Lakini ni mambo ya muhimu sana. Pengine hata sisi leo tungeweza kuambiwa kwa habari ya mambo ya Mungu wakati tuko chuoni na kuelewa hivi vitu mapema, pengine tungekuwa mbali sana. Lakini kama wewe ni mwanachuo na unapata nafasi ya kusikia mambo haya kwa wakati huu, basi Mungu anakupenda sana. Na ni jambo jema kwako ili uweze kubadilika. Ni jambo jema sana. Hayo maisha mengine yote ni maisha ya anasa tu, ambayo mwisho wake ni mbaya kweli kweli. Na shetani ana lengo zuri na
na wewe kama mwanachuo. Lengo lake ni kukupoteza, kukutoa kwenye dira kama mtumishi alivyosema, kukutoa kwenye kusudi lako, usielewe kusudi la wewe kuwepo mahali hapo ni nini. Tunaona mambo mengi, tunapata message nyingi kuhusiana na habari za watu wa chuoni, wanafunzi wa chuo. Wengine wako kwenye hatari mpaka wanataka kujiua kwa sababu ya baby. Na baby mwenyewe amekutana tu chuoni. Baby hamjui, ni maisha tu ya kukutana chuoni, lakini ndio mpaka mtu anataka kujiua. Lakini ukimuuliza huyu mtu, unamfahamu Yesu, kwa nini hujawa tayari kujiua kwa ajili ya Kristo? Yes. Kwa nini unataka kujiua kwa ajili ya mwanadamu? Huyu mwanadamu unamfahamu. Lakini hana habari kuhusiana na habari za Yesu. Hebu tuangalie, kabla hujajiua kwa ajili ya huyo mpenzi, hebu hakikisha kwanza unasimama na kuwa tayari kufa kwa ajili ya Kristo. Yes, amen. Powerful. Wakati uko chuo, kuwa tayari kufa kwa ajili ya Kristo Yesu. Maana Yesu ndiye aliyebeba maisha yako. Yesu ndiye ambaye anakutambua wewe. Na Yesu ndiye amekuweka mahali hapo, maana tunaishi kwa ajili ya Kristo. Sasa kama unaishi kwa ajili ya Kristo, kwa nini unataka kufa kwa ajili ya mwanadamu? Mwanadamu anafanyaje? Anakuaje na anabebaje maisha yako? Mwanadamu anafanyaje? Anatakaje kukutoa kwenye mpango? Kwa nini ufe mapema kwa ajili ya mwanadamu? Yes. Kuna ujumbe tulituma Instagram wa kujiadjust. Kuna vitu vingine ni vya kuangalia, kuna maisha mengine ya kujiangalia hata unapokuwa chuoni. Hebu jiadjust, maisha ya kujiadjust. Angalia aina ya marafiki unaokuwa nao, aina ya makundi ya watu ambao unaambatana nao pale chuoni. Kama ni marafiki ambao unaona hawana msaada kwenye maisha yako, basi wadelete. Tafuta marafiki ambao wanakupeleka kwenye mpango mzuri, marafiki ambao wanakuonyesha njia nzuri, marafiki ambao wanakupeleka kwenye uzima. Hao ndio marafiki wazuri ambao tunawahitaji. Kumbukumbu la Torati 30:20 nasema kumpenda Bwana Mungu wako, kuitii sauti yake na kushikamana naye, kwani hiyo ndio uzima wako. Kumpenda Bwana Mungu wako. Kumpenda Bwana Mungu wako. Leo wengi wanawapenda mabebi ambao wamekutana nao na they don't have future with you. Yani hawana future, sikwambie kabisa ukweli mapema. Ili uweze kujua kwamba ni bora nimpende Mungu wangu, niweze kumfurahia Mungu wangu. Lakini hawa mabebi wa chuoni hawana future na wewe, wanakupotezea muda. Kwa hiyo hebu angalia ni namna gani unatakiwa kumpenda Bwana Mungu wako. Neno la Mungu linasema mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, kwa akili zako zote, kwa nguvu zako zote. Hebu angalia umeshaanza kumpenda Mungu kwa moyo wako wote hapo uko chuoni, kwa nguvu zako zote unampenda. Anasema kuitii sauti yake na kushikamana naye. Kuitii sauti yake ina maana wakati upo shuleni, wakati upo chuo, unapokuwa na Mungu ndiye anayejua direction yako mbele. Yesu ndiye anakuongoza kwenye direction yako. Wewe unapomkubali Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, yeye ndiye anayeshika msukani, yani yeye ndiye anayekuendesha. Sasa anapokuendesha, unapokuwa chuoni, ina maana ni lazima utii sauti yake. Ujue ni nini amepanga kwako kwenye maisha yako ya chuoni. Kuna watu wanasoma na ambao wako karibu na Mungu, mpaka siku za mitihani mtu anaingia darasani anajua kabisa ni anaenda kukutana na kitu gani. Yes. Anaenda kukutana na mambo gani? Kwa sababu gani? Yuko karibu na Roho Mtakatifu. Amemweka Roho Mtakatifu karibu. Ni wachache sana tuone watu kama hao, wachache sana wa kuhesabu. Wengine wako kwenye miziki na mambo mengine. Sasa hivi tunaita wanachuo wako wachache, lakini wengi utaambiwa wako kwenye mambo mengine. Hebu rudi kwenye nafasi yako. Mpende Bwana Mungu wako, mtii sauti yake, msikilize Bwana anasema na nini juu ya maisha yako. Mungu ndiye anayejua future yako. Hakuna mwanadamu ambaye anajua future yako. Why are you ready to die kwa ajili ya mtu mwingine? Kwa nini unakuwa tayari kufa kwa ajili ya mwanaume au mwanamke? Hebu jiangalie na amua kubadilika. Tumesoma Kumbukumbu la Torati 30:20 kumpenda Bwana Mungu wako, kuitii sauti yake na kushikamana naye, kwani hiyo ndio uzima wako. Kuitii sauti yake na kushikamana naye, kwani hiyo ndio uzima wako, na wingi wa siku zako upate kukaa katika nchi Bwana aliyowapia baba zako Ibrahim, Isaka na Yakobo kuwa atawapa. Kwa hiyo unapokaa, jambo la kwanza kabisa kwenye maisha yako hapo chuoni, tafuta upendo wa Mungu kwenye maisha yako. Mpende Mungu. Tafuta kujua Mungu anakupenda kwa kiasi gani. Yaani
kuna namna ambayo tunapaswa kujitambua. Wanachuo, unapaswa kujitambua, unapaswa kuelewa thamani ya Mungu kwenye maisha yako ni ipi. Mungu anakupenda kuliko unavyofikiria. Mungu anakuthamini kuliko unavyofikiria. Hebu tafuta hiyo thamani ya Mungu. Mungu anakupenda kuliko hata boyfriend. Mungu anakupenda kuliko hata your girlfriend. Wakati wa kupata boyfriend, wakati wa kupata girlfriend upo. Yes. Wakati wa kupata mume, wa kupata mke upo. Huu sio wakati wako sasa hivi. Huu ni wakati wako wa kukaa wewe na Mungu, kuhakikisha unakamilisha kusudi lako hapo chuoni. Unatoka na kitu ambacho Mungu ametaka utoke nacho mahali pale. Kitu ambacho mbeleni kinakuja kuleta impact. Kinaleta matokeo kwenye maisha yako, kwenye kusudi la Mungu ambalo umebeba. Haujaenda tu chuoni bora mradi uzunguke, ufanye anasa, leo uko kwenye klabu hii, kesho uko kwenye klabu hii, ndio unaona starehe, ndio unaona maisha. Kumbe ni ujinga mtupu. Mimi nasema ni ujinga kwa sababu nilikuwa huko na nilikuwa naufanya huo ujinga kweli. Lakini Mungu ameniokoa kwa neema. Ninasema leo ningekuwa nimekufa sijui ningekuwa wapi, lakini kwa sababu kwa upendo wake na neema yake Mungu ameweza kuniokoa. Kwa hiyo wewe kama mweza kusikia hili neno, kwa sababu kuna wanachuo wengine wameshakufa tunapoingia mahali hapa. Wengi tu unakuta wameshakufa, na wengine mnawajua kabisa wanachuo wenzenu wameshakufa. Na hata kwenye hili janga la corona hapa lilipopita katikati, kuna wengi wamekufa, lakini wamekufa katika mazingira yapi? Wamekufa wakiwa wamjui Mungu. Wamekufa wakiwa waelewi chochote. Hapa wako wanasubiri tu kuingia motoni. Sasa wewe kama umepata nafasi ya kulisikiliza neno hili, kwa nini usikae na kumrudia Bwana Mungu wako? Kwa nini usitafute thamani ambayo ya Mungu kwenye maisha yako? Mungu anakupenda kwa kiasi gani? Hebu angalia ni namna gani utafute upendo wa Mungu kwenye maisha yako. Acha kujiua. Warumi 8:35 inasema, ni nani atakaye kutenga na upendo wa Kristo? Je, ni dhiki au shida au adha au njaa au uchi au hatari au upanga? Warumi 8:35 inasema, ni nani atakaye kutenga na upendo wa Kristo? Je, ni dhiki au shida au adha au njaa au uchi au hatari au upanga? Ina maana hakuna kinachokutenga na upendo wa Kristo. Unapokuwa katika maisha ya chuo, mtazame Kristo Yesu. Kristo Yesu ndiye anayetupenda. Kristo Yesu ndiye amebeba maisha yetu. Hebu tazama upendo wake. Wengi kwa sababu ya tamaa za duniani, tamaa za vitu vingi, ndio maana unakuta mtu anaenda anakuwa mlevi. Unakuta mtu anaanza kujiuza. Mtoto umetoka tu kijijini huko vizuri, alafu unafika chuoni wewe ndio unakuwa superstar tena wa chuo. Unaanza kujiuza. Wewe ndio mvuta sigara maarufu, unajulikana chuoni. Ulikuwa tu uko vizuri, umetoka nyumbani na wazazi pengine hata wajui kama huyu mtoto anavuta bangi au anavuta sigara, anakunywa pombe. Lakini umefika chuoni ndio unataka kuonekana superstar, lakini sio maisha hayo. Sio maisha. Mtafute Kristo Yesu ambaye amebeba maisha yako, na umpende kwa moyo wako wote. Mtazame yeye. Jambo lingine ni kuishi ukimtegemea Roho Mtakatifu unapokuwa chuoni. Kwa wewe mwanachuo ambaye hujaokoka, hebu hakikisha unampa Yesu maisha yako. Lakini kwa wewe ambaye umeokoka na pengine umerudi nyuma, jitahidi kumrudia Kristo Yesu. Maana unajua kabisa maisha yako ya nyuma ulivyokuwa na Yesu ulikuwaje, na maisha yako ya sasa hivi ambapo umemwacha Yesu uko katika situation gani. Mrudie Yesu wako. Na wewe ambaye hujampa Yesu maisha yako, mpe Yesu maisha yako ukiwa chuoni. Kuna raha ndani ya Kristo Yesu. Kuna raha sana ndani ya Yesu. Yesu ndiye, unapompa Yesu nafasi anashughulika na maisha yako. Akili zako anazitanua, anafungua uwezo wako wa kusoma, uwezo wako wa kuelewa darasani. Yeye ndio anayeweza kukusaidia kuelewa hata kama ni darasani. Tunashindwa kuelewa. Kuna vifungo vingi ambavyo watu wanaendelea wanakutana navyo, ambavyo wanakutana navyo hata machuoni huko, mashuleni. Vifungo vingi sana. Mimi nakumbuka wakati nasoma nilikuwa nikifika kwenye lango la shule, yani nikiingia kwenye geti la chuo, kichwa changu kilikuwa kinaniuma mno. Alafu ndio kipindi hicho yani nasikia hamu ya kuvuta sigara sana. Sana.
alafu choo chetu kilikuwa kwa mbele yake kuna maji, yani kuna ziwa. Kuna ziwa. Kwa hiyo nikiingia tu kwenye geti la chuoni, yani mimi kama sio niende nikatafute sigara au nikajirushe ziwani, akili yangu ndio inanipeleka hivyo, yani niende nikajirushe ziwani. Kwa hiyo kuna vifungo ambavyo unakuta kuna roho ambazo zinafunga watu wasiweze kuendelea. Na ukikutana na jambo kama hili, yani wewe ndani yako una kitu kikubwa, Mungu ameweka jambo kubwa ndani yako. Lakini sasa kulingana na situation ya kwamba wewe bado hujampa Yesu maisha, bado unahangaika na mambo ya duniani, kuna vitu vinakupeleka, kuna mambo yanakupeleka. Kwa hiyo unapaswa kujiangalia vizuri. Mpe Yesu maisha yako. Mpe Yesu maisha yako. Unaweza kuwa unasema jamani mimi vifungo na nini, lakini kwanza unaishije wewe na Yesu mkoje? Wewe na Yesu mkoje? Usitegemee kila siku ni kuombewa tu wewe, lakini hauna namna ambayo unaomba. Hauna namna ambayo unashughulika na maisha yako mwenyewe. Hauna namna ambayo unashughulika na nafsi yako wewe mwenyewe. Na sisi tunaongea na watu wa chuo kwa sababu ni watu wazima ambao mnajitambua, mnajielewa. Kwa hiyo kuangalia, kuna vifungo vinakushikilia ili usiweze kufikia hatima yako. Kuna vifungo ambavyo vinakufunga. Unafichangaa ukifika chuoni wewe unapata maruerue. Unafika chuoni wewe utaki hata kuingia darasani, upendi, unaoni la, usikii la. Ni vifungo ambavyo vimekufunga. Sasa inabidi umpe Yesu maisha yako. Inabidi ukae na Yesu karibu. Na jambo la msingi ni kuishi na kumtegemea Roho Mtakatifu. Wakorintho wa kwanza 2:11 inasema, maana ni nani katika binadamu ayajuaye mambo ya binadamu ila roho ya binadamu iliyo ndani yake? Vivyo hivyo na mambo ya Mungu hakuna ayafahamuye ila Roho wa Mungu. Wakorintho wa kwanza 2:11 inasema, maana ni nani katika binadamu ayajuaye mambo ya binadamu ila roho ya binadamu iliyo ndani yake? Vivyo hivyo na mambo ya Mungu hakuna ayafahamuye ila Roho wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ina maana kuna vitu ambavyo mwanadamu huwezi kuvifahamu pasipo Roho Mtakatifu. Ina maana Roho Mtakatifu ndio ataweza kukusaidia kujua hichi kitu ya kwamba hili jambo si jambo la kawaida. Kuna kifungo kiko hapa. Kuna jambo hili halijakaa vizuri. Na namna gani ninapaswa kuenenda? Roho Mtakatifu ndio anayekusaidia. Mambo ya duniani, mambo ya mwilini ni rahisi kuyaelewa kwa sababu kama unaenenda katika mwili ni rahisi kuelewa kwamba unaenenda katika mwili. Lakini mambo ya rohoni hauwezi kuyaelewa mambo ya rohoni pasipo Roho wa Bwana. Ni lazima Roho Mtakatifu akusaidie kujua hivi vitu vya kwenye ulimwengu wa roho. Mambo ya rohoni lazima mpaka uwe na Roho Mtakatifu akufunulie. Mimi nilikuwa sijui kama kuna nguvu kwenye maisha yangu. Nilikuwa sijui kama nina kitu kikubwa kwenye maisha yangu. Na ni kwa sababu nilikuwa sijamruhusu Roho Mtakatifu afanye kazi ndani yangu. Lakini baada ya kumruhusu Roho Mtakatifu afanye kazi ndani yangu, baada ya hapo tu nikaanza kuelewa kwamba kumbe kuna vifungo hivi vilikuwa havijakaa sawa. Na Roho Mtakatifu anakusaidia kuondokana na vifungo huyo kwa namna gani? Atakuelekeza hata na maombi ya namna ya kuomba. Sio kila maombi lazima tu yapate kwa watumishi, lakini unapokuwa na Roho Mtakatifu karibu, kuna vitu vingine anakufunulia tu na unavimaliza wewe mwenyewe. Lakini ni kwa sababu tu ya kwamba umeshajiposition kwamba mimi ni namna fulani ambayo sijiwezi, umejichukulia wewe ni mtu ambaye haufai pengine. Lakini hebu jaribu kuishi na kumtegemea Roho Mtakatifu kwenye maisha yako. Na siku ya leo tutaenda kuomba ujazo wa Roho Mtakatifu kwako. Lakini kabla tujaomba ujazo wa Roho Mtakatifu kwa wewe ambaye hujaokoka, ni lazima umpe Yesu maisha yako ili Roho Mtakatifu aingie ndani yako na aanze kufanya kazi kwenye maisha yako. Wakorintho wa kwanza 2:14 inasema, basi mwanadamu wa tabia ya asili hayapokei mambo ya Roho wa Mungu, maana kwake huyo ni upuuzi, wala hawezi kuyafahamu kwa kuwa yatambulikana kwa jinsi ya rohoni. Ukienda mstari wa 15 inasema, lakini mtu wa rohoni huyatambua yote, wala yeye hatambuliwi na mtu. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema basi mwanadamu wa tabia asili hayapokei mambo ya Roho wa Mungu, maana kwake huyo ni upuuzi. Na hivi vitu tunakumbana navyo kweli kweli. Wewe hata kama uko chuoni na umeamua kumfuata Kristo, hakikisha unasimama na Yesu wako. Na muombe Roho Mtakatifu akusaidie. Kwa sababu kwa namna ya kawaida wanadamu wengine wanaweza wasikuone.
wasiweze kukuelewa kwa sababu ya namna unavyoenenda. Na chuoni kuna mambo mengi, mtu atakuanza kuoma huyu naye anajifanya kilo, yani huyu naye anajifanya yuko karibu na Yesu sana, yani yeye mbingu ndio yani iko hapa na hapa. Maneno kama hayo utakutana nayo. Lakini kama umeamua kuwa na Yesu, mwambie yani unawaangalia. Of course mimi ni wa kilo, kwa sababu kama umeamua kumkubali Yesu kwa Bwana na Mwokozi wako, wewe ina maana unaenenda katika roho, na kama unaenenda katika roho ina maana wewe ni wa kilo, sio wa mwilini. Kwa hiyo hauwezi kueleweka kwa watu wa mwilini. Na usitaki kueleweka. Amua kuishi maisha yako wewe kama Mkristo unapokuwa chuoni. Usisumbuliwe na watu wengine. Unaenda klabu, umewashauri, unawaelekebisha. Amua wewe kusimama na msimamo wako. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Yesu asifiwe sana. Amen. Nafikiri ni hayo tu, mtumishi, kama unaniongezea zaidi hapo. Amen. Hallelujah. Tuingie kuomba sasa kama tulivyosema. Na wakati tunatamani kila mmoja aombe. Hata kama wewe sio mwanachuo, pale ulipo utasimama uombe kwa ajili ya wanachuo. Waombee popote pale walipo. Yale ambayo tunaenda kuyaomba, prayer points ambayo tunaenda kuziomba, simama na wewe waombee. Kuna baraka katika kuwaombea wengine. Omba kabisa kwa kumaanisha, hata kama wewe sio mwanachuo. Basi kama ambavyo tunafanya kila siku, saizi ni wakati wa kuweka simu yako pembeni, ni wakati wa kuweka chochote kama ni iPad au tablet, chochote ambacho unaangalia nacho, weka pembeni, weka sauti na usimame ili tuende kuomba kwa ajili ya haya ambayo tumeongea leo. Tutaenda kuanza kuomba kwa ajili ya Mungu. Tupe mwongozo. Toba. Tutaomba toba. Tutaingia kuomba na tutaanza kuomba toba kwa ajili ya wanachuo. Kwa wewe ambaye sio mwanachuo, hebu utaanza kuomba toba kwa ajili ya wanachuo wote ambao unafahamu kwenye taifa letu la Tanzania na kwenye mataifa mengine mbalimbali ambayo wanachuo wako wanasoma. Kuna wanachuo wengine ambao wako kwenye mataifa mbalimbali wa Tanzania, lakini na wanachuo wengine mbalimbali ambao wako wanasoma kwenye mataifa mbalimbali. Na wale wote ambao wewe mwanachuo binafsi sasa tunapoanza tutaanza kuomba toba. Kwa hiyo utaingia kuomba toba, utaomba toba kwa ajili ya maisha yako yote ambayo umeishi tofauti na mapenzi ya Mungu wakati uko chuo na umeishi kinyume na mapenzi ya Mungu. Lakini pia una uwezo wa kuombea hata na wengine, wanachuo wenzako. Wewe ndio unajua hali ya chuoni pako. Wewe ndio unajua marafiki ulionao. Wewe ndio unajua kundi la watu ambao limekuzunguka. Kwa hiyo tutaingia kuomba toba kwa mara ya kwanza. Tukimaliza tutaomba kwa ajili ya vifungo mbalimbali ambavyo vinawafunga wanachuo. Lakini tukimaliza vifungo tutaendelea kuelekezana nini kinafuata. Nguvu za Roho Mtakatifu. Yes. Ujazo wa Roho Mtakatifu, kumpenda Mungu, moyo wa kumpenda Mungu, kuwa na roho ya kumcha Mungu, roho ya kumpenda Mungu. Amen. Amen. Basi kama kawaida tutaenda kuabudu. Katikati ya kuabudu tutaenda kupeleka maombi yetu. Kumbuka tunaanza na toba. Anza na toba kwanza kwa ajili ya pale ambapo kama wewe ni mwanachuo umeenda kinyume na mapenzi ya Mungu, umefanya kinyume na mapenzi ya Mungu, basi tutaenda kuomba toba. Lakini kama wewe sio mwanachuo, simama uombe toba kwa ajili ya wanachuo wote. Kama haufahamu wimbo, unaweza tu kumwabudu Mungu kwa maneno yako. Kumwabudu Mungu kwa maneno yako ni kumwambia tu Mungu, wewe ni Bwana, wewe ni mfalme. Hakuna aliye kama wewe. Hivyo. Yesu ni wangu, yeye mchunga, mimi ni wake. Heri ya mimi, yote ni yari, roho na moyo vimeokoka. Nilijitoa Bwana Yesu, na nilipewa wokovu wangu.
mbinguni kuna furaha juu ya mtu aliyekufa. Wimbo na raha yangu nitamsifu hata milele, na nitamwona huko mbinguni. Yesu ni wangu nami wake. Wimbo na raha yangu nitamsifu hata milele, na nitamwona huko mbinguni. Yesu ni wangu nami wake. Jesus. Yes, wow. Lisha la gogo. Oh, Ramashandoro gogo. Rima noro koko shandara gogo. Katika roho shangwe ya mbingu imo rohoni, huzuni pia kinywa nashuhudia pendo la Baba. Sasa naweza kusifu Yesu na roho yangu mimi ina furaha. Mimi si kitu mbele za Mungu. Bali ni heri na kushukuru. Oh, yes. Mimi ni nani? Mbele za Mungu. Bali ni heri. Nasema asante. Nasema asante. Rima noro bobo shandara baba sika. Mfanya mapi. Horia manoro koko sika. Nakupenda. Jesus. Yesu ni wimbo na raha yangu, nitamsifu hata milele, na nitamwona huko mbinguni. Yesu ni wangu nami Jesus, Jesus. Ikatarapa katosha katosi katora katosha narabobo. Ribo shendere bobo. Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Karaboshi. Narahaya Karaboshi ndere bobo. nitamsifu Ribo shandara bababas. hata milele. Ribo shendere bobo shandara kakakakakasika. Ripa kaya ndoro bobo shendere kakakakakasika. Oh yes. Rima ya ndoro bobo shendere baba. Ikatara bobo shandara bobo sikatara bobo. Rima kaya ndoro bobo shendere baba Twende mbele zake sikatara sasa kwa baba. toba, twende mbele zake kwa toba. Roko shandoro koko sika. Hebu jiombee toba. Roko shandara baba Wale ambao siandoro umemkosea bobo Mungu, shekete.
Kama unajijua umeanguka kwenye Ripakatosha dhambi, katosi aidha ni uzinzi, katarababa. ulevi, uongo, usengenyaji, Ripakatosha au dhambi narababa yoyote ile, sikaramandoro nenda mbele zake, boboshe. sasa ni wakati wako. Oria manoro Yesu bosi. yuko tayari Oria mashandoro tayari bobosi. kukupokea. Anasema Imanoro tumrudie yeye, boboshana kwa sababu raka yuko kasika tayari, tarabo amejaa bosika. rehema, amejaa rehema Repaka nyingi, yuko noro tayari boboshana kukupokea. raka Nenda mbele kasika zake sasa. tarababa. Nenda mbele zake La sasa. makoria narabo bosika tarasisi. La makoria narabo boshana ria baba sika. Repaka noro boboshana raka kasika tarabo bosika. Lima koria narababa shekete. Rapopo sika tarabo bosika. Haleluya Baba, katika jina la Ripaka noro koko shana rabo bosika tarababa. tazama wako mbele zako Bwana, katika jina la Yesu. La makaya noro bobosheneri baba. Bwana, mimina mioyo yao kwako. Ramakaya noro boboshenere baba Oh, baba rikarababa sikara sika bobosika. shatarababa. Ripaka noro Tunaomba boboshekete pita kwa kila rakaka mmoja sika. Bwana. Repakato shanda rakaka sika. Pita kwa kila mmoja. Oria mashanoro koko sika Mmoja tarababa. anayekuita Baba. Oria mashandara bobo sika ranoro bobo sika. Tazama mioyo Ripaka ya yao, noro koko Tazama shekete mioyo yao, rababa. Bwana. Ripa shaka torenda iliyojaa rababa toba. shanda rakaka Mioyo sika. iliyojaa toba. La makoria Bwana, narababa mioyo yao, shia Bwana. noro bobo shia. Tunasimama sisi. La makoria narababa shandere kaka kasika. Lepa kanoro koko sika tarababa. Lepa kanoro koko shandara kaka kasika. Rika rama shandoro bobo shenere baba baba. Oria manoro bobo shenere bobo sika. Oria mashandara koko sika tarababa sika. La makoria narababa. Rama koria narakaka shandoro bobo sika. Rima noro bobo sheketere pakato sika. Rima noro bobo shenderi amana rakaka kasika. Ibo shandara bobo sika tara bobo sika. Rama naraba shendere bobo. Rama naraba shendere kakaka noro bobo sika. Bobo shendere bobo. Tunawasogeza mbele. Repaka noro koko shaka tara baba. Repaka to shaka toto sika tara kakaka sika. Rama noria baba shendere baba baba. Uyafute makosa Rama yetu, shandara Bwana. baba yandere Tuoshe bobo kabisa na damu siana yako, rakaka Yesu. sika. Tuoshe na maji yako, Lima noro Bwana. koko nore baba Tuachilie shanda. damu yako, Bwana. Lima noro koko shanda rapapa sika tara baba. Oria manara baba sika. Oria manara baba sika. Lepa kanoro koko shanda rakaka sika. Lepa shandoro bobo sika tara kaka sika. Rama koria nara baba sika tara bobo sika. Rama shandoro koko sika tara baba baba baba. Rama noro koko shanda rakaka sika rababa sika. Rima konoro koko shanda rakaka sika tarobo sika. Ripa kanoro koko sika. Ripa kanoro koko sika. Ripa kanara kaka shandoro koko sika. Oria manoro koko sika tarababa baba. Katika jina la Yesu Kristo anaze. Kwa mamlaka ya jina la Yesu tunaachilia damu yako. Damu yako Yesu ipite. Damu yako Yesu. Rama noro koko shanda rakaka sika. Ipite kwa Rima noro koko sika rababa. Rima noro koko shanda rapapa sika. Eka toro bobo shekete rakoko sika. Repa shanda rakaka sika tara bobo sika. Lipo kusudi. Oria mandara baba shanda rapopo sika. Lipo kusudi. Oria mashandoro koko sika tara bobo sika. Yesu tunaomba mapenzi. Repa katara baba baba. Mapenzi yako peke yako yakasimama. Ripa katasha katoto sika tara bobo sika. Risha naraba yanere bobo shekete. Rima shanoro bobo yanere baba shanara kakasika. Koko sika tara baba. Ikatara baba 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 sika. Ribobo sika satara baba. Ikatara mashanara baba baba sika. Oria manoro bo shekete baba baba. Jesus. Oria mashanoro bobo sika tara baba. Damu yako Yesu. Ya mashanara kakasika. Ya mashanara baba sika ya nere bobo Damu sika. yako ya msalaba Yesu. Ya manoro bo shekete. Takasa kila mmoja. Ya manoro bo shenere bobo. Nafsi zao. Robo shanara kakasika. Robo shanere bobo sika. Kaya manere bobo sianere bobo shenere bobo. Nafsi zilizolemewa. My Lord, my God. Takasa Bwana. Reba shakatore pakatos ikatos.
Inorobo sheketera ya nerebo sikaraba. Zile nafsi Rimagaya norobo shandara baba. Pita Bwana. Imanorobo shandara kaka. Pita Baba takasa. Lepakaya norobo shandara kaka. Pita Yesu takasa. Oria manara baba. Oria manara baba shandere kakasika. Rimakaya norokoko shandara baba sika. Rimakaya norokoko shandere baba sika taraka kasika. Ramakoria narabo shandara baba sika. Ramakoria narababa shandara baba sika. Remakaya norokoko sia norobo sika. Ramakoria robo sika. Oria mashandara baba sika taraba. Oria mashandoro koko sika taraka kasika. Lepaka noroko koshana rababa sika. Rama koria narababa shandoro koko sika. Rima kaya noroko kosika tarababa. Rima kaya norobo shendere kaka sika. Rama noroko kosika tarababa. Rama kaya noroko koshana kaka sika. Ripaka noroko koshana rababa yandere koko sika. Oria manoro koko shana rababa. Ora mashandere bobo yandere kakasika tarabobo sika. Rima kono ropo shakatori katosi kato. Yandere bo shana rababa. Andere bo shandere bobo yandere kakasika. Rima noro shendere baba yandere baba sika. Rika noro koko sika tarababa baba. Rika to shana rakakasika tarababa baba. Rima noro koko shandere baba. Yamakandere baba. Yamanere kakashanoro koko kosika. Rima noro bobo shandere baba. Rama kore robo sika tarabobo sika. Roko kosika shatara bobo. Oria mashanoro koko sika tarabobo sika. Twende mbele zake sasa. Oria mashanoro koko sika tarabobo. Twende mbele zake sasa, omba kwa ajili ya vifungo. Vifungo vyote vinavyokufunga, vifungo vyote vilivyokufunga, vifungo vyote vinavyokufuatilia. Kumbuka haya ni maombi ya vita. Tunaenda kuomba, haya ni maombi ya vita. Omba bila kukoma, simama na uombe. Ombe na ujitoe kwenye vifungo vyote vilivyofungwa kwako. Vifungo vyote ulivyofungwa navyo, ingia uombe. Kama ni vifungo vya ulevi, uzinzi, omba. Vifungo vya kwenye elimu, kuna wengine mmewekewa mipaka kwenye elimu. Mna struggle kwenye elimu zenu, mnapata shida sana. Inawezekana unasoma sana lakini bado unashindwa kuperform kwa sababu ya makini umewekewa vifungo kwenye elimu yako. Una struggle sana kwenye elimu yako. Wengine mna struggle kwenye mambo mengine yanayofanya elimu zenu ziwe rahisi. Basi twende mbele zake, twende kinyume na hivyo vifungo. Vifungo vya maskini vyote tunaenda kinyume. Baba, katika Rama koria narako kosika. Rama shandoro bobo sika taraka kashia. Oria manara bobo shanara kakasika. Baba, katika jina la Yesu, Repaka noroko koshanara kakasika. Rika noroko kosika tarababa. Oria mashandoroko kosika tarasika. Rama kaya noroko kosika tarababa. Oria mashandarako kosika tarasika. Ripaka noroko kosika tarababa. Ripaka noroko koshandara kakasika. Rama koria narababa shandoroko kosika. Rima kaya narababa sika tarabobo sika. Rika shakato sika tarababa sika. Repaka noroko kosika. Repa shandara baba sika. Rima noro koko sika. Rima nara baba sika. Oria mashandara koko sika. Repa kato shaka to sika. Rama nara koko shandara baba shaka. Rama nara baba sika. Rama naria kaka sika. Repa kata sika. Rika to sika. Oria basika. Shandara baba sika. Ripa kato sika. Rama shandara koko sika. Taraba baba baba. Rama koria nara baba shandara koko sika. Rima noro bobo shandara baba sia. Rima noro bobo shandaria kaka sika. Rema kaya noro koko sika. Rema kaya noro bobo shandara kaka sia. Rama kanara baba shandoro koko sika. Lepa kato shandara kaka sika. Roho zote zinazofuatilia tunaenda kinyume. Oria manoro koko sika tarababa. Oria mashandara koko sika tarakaka sika. Ripa kanoro koko shandara kaka sika. Ripa kanoro bobo shandara baba sika. Riko koshana rakaka sika tarakaka sika. Rama kanoro koko shana rababa sika. Rama
Koria naraka kasika taraba baba. Repa kanoroko koshana raka kasika. Oria manoroko kosika taraba basika. Repa katoshana raka kasika. Repa katoshana raba sika. Rimanoroko kosika taraba. Rimanoroko koshana raba sika. Oria manaraka kashano roko kosika taraba. Repa katosha katosika torakato. Rinda raba baba. Rimana raka kashana rako sika. Rimana raba shana ya baba sika. Oria manoroko kosika. Oria mashana ya baba sika. Repa katosika. Repa katosika. Rama shana rako sika. Rindo ya baba sika. Oria pasia. Oria pasika. Repa katosia. Repa katosika. Rapa kata. Rapa kata. Rapa kata. Raka kasia. Reba shakato. Repa katosika. Oria basia. Oria basia. Rako kosia. Rako kosia. Repa kata. Repa kata. Repa kata. Repa kata. Repa kata. Rapa kato. Raka kasika. Raka kasika. Rapa shakato. Ranaria kakasia. Ranaria babasia. Rinaria kakasia. Rinaria babasia. Repa katosia. Repa katosia. Repa katosia. Raka kasika. Raka kasika. Repa kata. Repa kata. Oria basia. Oria basia. Ora basia. Ramashana rabobosika. Ramanoria kakasia. Ramanaria bobosia. Rindoro kokosia. Rindoria basia. Repa katosia. Repa katosika. Repa katosika. Repa katosika. Ora pasika. Ora pasika. Raka kakaka. Raka kakaka. Raka kakaka. Raka kakaka. Raka kakaka. Raka kakaka. Repa papa. Repa papa. Repa papa. Repa papa. Repa papa. Rosa Olevi. Rosa Olevi. Rapa katosia. Rapa katosia. Rapa katosia. Rapa katosia. Rapa katosia. Raka kasika. Raka kasika. Zakujiuza. Zakujiuza. Repa kato. Repa kato. Repa katosia. Risha katosia. Ora basia. Ora basia. Ora basia. Rakatosia. 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 Risha narabobo shanarababa sika. Rindoro bobo shanaria kakasika. Oria manaraba shandaria koko sika. Lepa kata shandarababa sika. Loza magonjwa. Rama shandaraba kato sika. Rama shandaria baba sika. Rindoro koko sika tarababa sika. Rama noria kakashandara baba sika. Repa kandara kakasika. Repa kandaria baba sika. Repa naria baba sika. Rapa kato 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 sika. Risha kato sia. Risha kato sia. Raka kasika. Raka kasika. Raka kasika. Rapa basia. Rapa basia. Rapa basika. Repakata. 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 Raka kasia. Lobo shana rababa yandoro koko sika. Rindoro shana ya baba sia. Rindoro shana rakoko sika. Oria mandara baba sika. Oria mandara koko sika. Repakato sika. Repakato sika. Repakato sika. Repakato sika. Robo shana rakaka sika. La mandara koko shana rababa sika. La mandara koko sika. Laana za kwao. Rindoro koko shana rakaka sika. Oria mashana rakoko sika. Repakato sika. Repakato sika. Repakato sika. Repakato sika. Rakaka sika. Rakaka sika. Rakaka sika. Rishakatosia. 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 Tunabomoa. Tunabomoa. Hizo kuta zilizowekwa. Rapakata. 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 Asiweze kuvuka. Rishakatosia. Rishakatosia. Repakatosia. 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 Rakokosika. 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 Narabobosika. Rindorokokosika. Rindorokokosika. Rindoria babasika.
repakatoseka, repakatoseka, repakatosea, 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 rapakakaka, rapakakaka, ripakakaka, 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 pita Bwana, pita Bwana, ramashakatosia, ramashakatosia, rinnarakatosia, rinoriababasia, repakatosia, repakatosia, oria pasia, oria pasia, oria pasia, oria pasia, repakata, 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 rapakatosia, rabashakato, rabashakato, rinnarakakaka, rinarababa, rinarabosika, rinoria kasia, oria pasia, oria pasia, repakatosia, repakatosia, rinorobosheneria babasika, rinoroboshaneria kakasia, oria mandara babashana rabobosika, ramandoria kakasia, ramandoria babasika, rinoria kakasika, rinoria babasika, repakatosika, 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 roboshana rababa, ramandoro koko shana rakakakasika, Wokoko sika shatara bogosika. Omba sasa kwa ajili ya nguvu za Roho Mtakatifu. Oria mashanoro bogosika taraba. Nguvu za Roho Mtakatifu. Jitayarishe kufungua moyo wako, pokea nguvu, pokea nguvu. Roho Mtakatifu yuko tayari kukujaza nguvu zake. Roho Mtakatifu yuko tayari kukujaza nguvu zake. Nyosha mikono yako ifungue. Kunjua mikono yako tuachilie nguvu za Roho Mtakatifu. Nyosha mikono yako ikunjue kama unapokea. Tunataka tuachilie nguvu za Roho Mtakatifu zitembee na wewe. Nyosha mikono yako ikunjue kama unapokea kitu. Fungua moyo wako kuwa na utayari. Kuwa na utayari, nguvu za Roho Mtakatifu zitakugusa hapo ulipo. Katika jina la Yesu. Roho Mtakatifu. Oria mandara babasia. Roho Mtakatifu. Oria mandoro koko Roho Mtakatifu. 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 Pita 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 Roho Mtakatifu. Gusa kila mmoja. Gusa kila mmoja. Pita Roho Mtakatifu. Gusa kuzipita. Ripakatosika. 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 Rapakata. 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 Rakakasika. Ripakatosa. Ripakatosa. Rishakatosa. Rana rakokosia. Rana rakokosia. Jazwa nguvu. Jazwa nguvu. Jazwa nguvu. Rapakata. 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 Rikakaka. Rikakaka. Furika roho Bwana. Furika roho Bwana. Furika roho Bwana. Furika roho Bwana. Repakatosia. 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 Rapapapa. 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 Rikakaka. 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 Ribobosika. 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 Nishanara bobosika. Nandoria baba shanara kokosika. Oria manara kakashanara poposika. Rimandoro koko shanara kakasika. Oria mandoro kokosika taraba baba baba. Ramandoro koko shanara kakasika. Rimakaya ndoro kokosika taraba poposika. Oria mandoro koko shanara babasika. Oria manara kakashanara kokosika. Rimakandoro koko shanara babasika. Rimandoro koko shanara babasika. Yamandoro kokosika. Ramakoria basika. Repakatosika. 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 Robo shanara kakasika. Robo shanara babasika. Ramakoria nara kakasika. Rinoro koko shanara babasika. Repakandoro koko shanara kakasika. Oria mandoro kokosika tarababa. Oria mashanara kokosika tarakakasika. Repakandoro kokosika. Repashanara babasika. Oria mandoro kokosika tarakakasika.
Risha narabobosika tarababasika rama koria narababasha narakobosika oria manuroko koshandaria kakasika. Unaweza kushika kichwa chako, unaweza kushika kichwa chako kama ni mwanachuo, au unaweza kushika kwa niaba ya mwanachuo. Kama unaomba kwa ajili ya mwanachuo, unaweza kushika kwa niaba yake, au kama ni mwombaji unaomba kwa ajili ya wanachuo, shika kichwa chako, omba kwa ajili ya wanachuo. Rama sheketira, tunaenda kuomba kwa ajili ya ufahamu. Riko shandaraka kasi, shika kichwa chako, tuombe kwa ajili ya ufahamu. Baba, katika jina la Yesu, wakati tunaomba na wewe Baba, katika jina la Yesu Kristo, tunaachilia nguvu zako kwenye vichwa vyao, kwenye fahamu zao, kwenye akili zao, kwenye fikra zao, kwenye mawazo yao. Ondoa fikra za kwao, weka za kwako. Damu yako Yesu ipite kwenye fikra zao, damu yako Yesu ipite kwenye akili zao, damu yako Yesu ipite kwenye fahamu zao. Tunainyunyiza ile damu yako ya agano jipya, tunainyunyiza ile damu ya agano jipya. Risha na rakobosika kwenye fahamu zao, kwenye akili zao. Rika rapashaka tosika, ripa shana rababasika, rinorobo shandaria kakasika, ramanda rakoko shandaria babasika, repa kanoroko shandaria babasika, odia mandoroko sika, odia mashandara babasika, repa kanoroko sika, repa ndaria babasika, rinoroko shandaria kakasika, rama kayandoroko sika, rama shandaria babasika, repa kanoroko sika, repa ndaria babasika, rinoroko sika, rinoria babasika, repa katosika, repa katosika, repa katosika, rapa katosia, rapa katosia, rapa katosia, repa katosia, repa katosia, repa katosia, repa katosia, repa shakata, repa shakata, repa shakata, repa shakata, repa katosia, repa katosia, rakakasika, 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 rapakata, 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 robo shenere kakaka rakokosika, rino robo shandara babasika rakokosika, oria manoro shandara baba, rama koria nara baba shandara kokosika, ripaka rama noro kokosika tara papa, yamandere kakaka shandara kokosika, lima kaya noro kokosika tara baba, oria mashandara bobosika, oria mashandara kakasika, lepa katasika rakokosika, repa shandara kokosika, oria baba sika, rino kokosika, oria mashandara kokosika tara baba sika, repa kanoro kokoshandaria kakasika tara baba sika tara bobosika. Tunaenda kuomba kwa ajili ya wale wanachuo ambao wanapitia kwenye mazingira magumu, wengine wanakosa ada, wengine wanakosa pesa kwa ajili ya kuhifadhi wanapokuwa chuoni, na wengine kwa sababu ya hizo binafsi wanajikuta wanaanguka kwenye dhambi. Tunaenda kuomba kwa ajili yako ili Mungu aweze kufungua malango ya wewe kuweza kupata wepesi wa kuweza kuendelea na masomo yako vizuri, kuweza kufanikiwa katika masomo yako kwa namna yoyote ile. Amen. Rama Baba, katika jina la Yesu. Kama wewe sio mmoja wapo upitizo shida, omba kwa ajili ya wengine. Baba, katika jina la Yesu. Tunawaleta mbele zako Bwana. Kuna ambao Baba wanapitia kwenye mazingira magumu. Kuna ambao wamekosa ada. Kuna ambao wanakosa chakula. Kuna ambao wanapitia magumu sana, wanasoma kwa shida sana. Baba, tunajua kuna neno lolote la kukushinda wewe. Rogo shanara kakasika tarababa, oria mandoro gogo shanara kakasika, repa kanoro koko shanara babasia, rama kanoro koko sika, rama nara gogo shanara babasia, ika nara koko sika, ika nara babasika, ripa kato shakato sika, ripa kato shanara babasika, oria mandara kakasika, oria mashanara babasika, repa kato shanara kakasika, lama koria narababasika, rama koria narabobosika, riko shanara kakasika, repa kato shakato sika to rakato rikato, yandereba shanara babasika, yanderebo shaneria babasika, rima ndoro koko sika tarababa, rima ndoro koko shanaria kakasika, repa kato shanara kakasika, repa kato
tosha kata sikatara baba. Indara bosheneria baba sikatara bobosia. Rema kaya ndoro koko sikatara baba. Fungua milango kwa jina la Rama koria ndara baba sika. Rama koria ndara baba sia. Ripa kanoro koko sika. Ripa kanara baba sika. Oria mashanara baba sika. Shatara baba sika. Tunaomba haya yote kwa mamlaka ya jina la Yesu. Tunaomba yote kwa mamlaka ya jina lako Bwana. Kama Yohana 14:13. Katika jina la Yesu Kristo tunatamka kuinuka juu yao Bwana. Rima kaya noroko koshandaria baba sika. Tunatamka hekima na unyenyekevu Bwana. Repa katosha katora katosia. Rinorogo shandaria kakasika. Rinoria bashandaria kakasika. Tunatamka upendo juu yako Bwana. Wakupende wewe Bwana. Rama shandoroko kosika. Rinoria bashandaria kakasia. Ripa katosha ndara kakasika. Oria mandoroko kosika tarababa sika. Repa kanoroko koshandara kakasika. Lama koria nara baba sia. Rama koria nara baba shandara kokosika. Repa katosha ndaria kakasika. Tunatamka mafanikio kwenye elimu zao Bwana. Rama shandaria kokosika. Repa katara kokosika tarababa yandele kakasika. Oria mandoro kokosika tarababa. Ripa kaya ndoro kokosika. Rema shandara kakasia. Rinoro bosheneria kakasika. Repa katosha ndaria baba sika. Neema yako Bwana wakapate kuiona kwenye maisha yao. Rima shandaria kakasika. Tunafungua macho yao ya rohoni Bwana. Wakapate kuiona ile neema yako Bwana. Repa yandara mashakatori kato. Ripa katara kakasika. Rinoro bosheneria baba sika. Rama koria nara baba sia. Rima kaya ndoro kokosika. Lepa kanara bobo shakato. Rama kaya nara baba sia ndoro kokoshanara baba sika. Oria mandoro kokoshanara kakasika tarabobo sika. Robo sheketera mandoro bos. Oh Jesus. Thank you Jesus. Hallelujah. Amen. Ingia kumshukuru Yesu Baba katika jina la Yesu tunasema asante. Asante kwa ajili ya kila mmoja, asante kwa ajili ya kile ambacho umekifanya siku ya leo. Tunajua umefanya jambo jipya. Tunasema asante kwa ajili ya kila mmoja ambaye amesimama kuomba. Tunajua Baba ni kazi yako Baba, tunaomba mbariki kwa kazi yako. Kwa mamlaka ya jina la Yesu. Rimandoro kokoshandara kakasika. Ora mandoro kokosika katika jina la Yesu Kristo. Asante Roho Mtakatifu uliyekuwa na sisi mahali. Rimandoro kokosika tarababa. Amen and amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Hongera sana kwa wewe ambaye umeomba kwa bidii. Wewe ambaye umesimama na kuomba kwa ajili ya wengine, Mungu akubariki sana. Ni mbegu umepanda hiyo. Mungu akubariki sana. Watumishi, achilieni kicheko cha Roho Mtakatifu. Haya, wewe ambaye unataka kicheko cha Roho Mtakatifu, hiyo inategemea na wewe huko ndani. Kama unataka kicheko cha Roho Mtakatifu, unajua kuna wengine hawajawahi kuexperience kicheko cha Roho Mtakatifu. Kipo. Hebu simama kwa miguu yako, weka simu yako chini au hiyo iPad au chochote kile, weka chini, simama. Funga macho yako, nyosha mikono yako juu, ishara kunyenyekea. Anza kuita Roho Mtakatifu. 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 Endelea kusema, sema nakupenda Roho Mtakatifu, nakupenda Roho Mtakatifu. Kicheko kitakushukia hapo ulipo. Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu. Tunaachilia kicheko, tunaachilia kicheko. Tunaachilia kicheko popote walipo. Roho Mtakatifu, waonyeshe nguvu zako, waonyeshe nguvu zako. Waonyeshe Roho Mtakatifu kwamba wewe hauzuii na umbali. Gusa kila mmoja, mpe kicheko, mpe kicheko, pokea kicheko, pokea. Rico, shaka robobo. Jesus.
Pita Roho Mtakatifu anapita. Anapita na kicheko. Pokea kicheko. Pokea kicheko. Wape Roho Mtakatifu, wape kicheko. Rika sikata. Repakata rababa. Sikata rababasi. Pokea kicheko cha Roho Mtakatifu katika jina la Yesu. Endelea kupita Roho Mtakatifu, wape kicheko katika jina la Yesu. Amen. Libobos. Riko koko shakatu sikatu. Repaya kane. Ndorobo shenderebo si. Ikaya no koti kata. Repayande shekete ikotos. Ripos. Yes. Riposhen iko sika. Iwoshen elemana rabos. Jesus. Amen. Nani amepokea kicheko? Amen. Hallelujah. Glory to God. Mungu awabariki sana. Tumefika mwisho wa ibada yetu. Tunakushukuru wewe ambaye umesimama. Inawezekana wewe sio mwanachuo lakini umesimama na kuomba kwa ajili ya wanachuo. Basi Mungu akubariki sana. Tumefurahi kuwa na wewe siku ya leo. Wewe ambaye ulichukua muda na kushare kwa watu wengine, Mungu akubariki. Na tunakuomba tunapoendelea kutuma posta mbalimbali kwa ajili ya live streaming au prayer gatherings, basi msisahau kushare na watu wengine. Mungu awabariki sana. Basi kwa ajili ya ibada yetu ambayo tumeifanya, tutaenda kutoa sadaka kwa ajili ya ibada. Hii ni sadaka kwa ajili ya ibada. Ibada huwa zinaenda na sadaka, na hii tunafanya kama heshima zetu kwa Mungu. Haleluya. Mungu awabariki sana. Tunaenda kutoa sadaka na namba yetu ya sadaka ni 0754 440139 0754440139. Jina litakuja Kole Makunga. Yeyote anaweza kutuandikia hizo namba kwa usahihi kabisa hapo ili kila mmoja azipate. Ni sadaka kwa ajili ya ibada. Ambatanisha sadaka yako na ibada. Basi kama unatoa sadaka hii, unaweza kunyoosha mkono wako juu tuombe kwa ajili ya sadaka. Okay. Rama sheketela mandoro bosi. Thank you Father. Oria mashandoro kokosi. Asante kwa kutupa nafasi ya kukutolea. Ripa kanoro kokoshana. Katika jina la Yesu Kristo Nazareti. Lama kolia ndara baba. Sadaka hizi zikapate kibali mbele ya kicha cha enzi. Ora mandoro. Zikawe manukato mbele ya kicha cha enzi Bwana. Ora mashandoro. Na baraka zilizopatana na sadaka hizi zikawe juu yao. Lama kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo Nazareti. Katika jina la Yesu Kristo tunaomba ukazipokee Bwana na zikazaima katika jina la Yesu Kristo. Asante Yesu, katika jina la Yesu. Amen. Mungu awabariki sana. Namba ni 0754440139. Tunaomba mtu mmoja atuandikie hiyo namba. Okay. Asante. Kuna Wina Mesli nimeshaandika hiyo namba. Basi Mungu akubariki kwa sadaka yako. Mungu akubariki sana. Mwanza tutaonana. Wale wa Mwanza wako wapi? Wa Mwanza. Mwanza tuko Mwanza Jumamosi na Jumapili hii. Tuko Mwanza sasa na tutakuwa na gathering Jumamosi na Jumapili tarehe 10 na 11 pale kwenye chuo cha St. Paul College, iko hapo karibia na daraja la Rock City Mall, na tutaanza saa 6 mchana. Basi mwalike yoyote yule aliyeko Mwanza. Kuna watu wa Mwanza hapa tuwaone, basi msiache kuja, na tunawapenda, mje kwa ajili ya neno la majira. Yesu awabariki sana. Tunaamini kila mmoja amepata kile ambacho ameandaliwa na Roho Mtakatifu. Basi kile ambacho umekipata siku ya leo kakifanyie kazi kabisa. Amen. Mungu awabariki wote ambao wameweza kuhudhuria pamoja. Tunaamini kila mmoja ataweza kuwashirikisha na wengine ambao hawajaweza kuwa pamoja nasi kwa muda huu. Na tunaamini wanachuo ni wengi, kwa hiyo kwa popote unapopata nafasi ya kushirikiana na wenzako, basi unaweza ukaangalia namna gani unaweza kuwasaidia kuwapa ujumbe huu
ambao umetoka kwa ajili ya wanachuo. Lakini cha kuongezea tu, wanachuo kama tulivyoongea, tunaamini ya kwamba mnaenda kuwa wapya. Kuanzia sasa mnaenda kuwa viumbe vipya ndani ya Kristo. Amen. Hakutakuwa na majivuno. Unajua ukiwa chuo, yani hata aliyesoma PhD kwako wewe unamwona hajasoma, yani wewe ndio unakuwa unajiona wewe ndio PhD holder. Yani ukishafika chuo tu wengine wote wanakuwa wana thamani, wewe ndio unakuwa unaona una thamani. Kwa hiyo maisha kama hayo tunaamini yanaenda kuisha kuanzia sasa, unaenda kuwa mpya. Unajua wakati nimemaliza chuo nikaenda siku moja kuuza pale chuoni mitumba yangu. Nilifika pale kwenye chuo ambacho nimekisoma mimi. Kakutana na wadada na wauzia. Sasa kwa sababu wameniona nauza wakaona kama sija akanako. Hajasoma. Yani nikakuta wako wanafanya assignment pale, wanasoma assignment zao na wauzia nguo. Sasa nikaa nachungulia, si nimesoma pale alafu naelewa wanachosoma. Kaniambia, "Dada ujui hizo, achana nazo, uvijui hivyo." Nasema, kumbe ukishafika chuo yani unaona wengine wote hawawezi. Hamna yani hamna, you are nothing. Kwa maisha kama hayo wanachuo tuyaache. Tunaamini tunaenda kuanza maisha mapya. Amina. Tunawapenda sana na Mungu anawapenda zaidi. Slaz. Mnasemaje Slaz? Marafiki zako. Beti mnasemaje? Slaz, single ladies, mpo? Tulishakubaliana kwamba ninawagaya mpaka mbadilike kwanza. Si mnaona nimewagaya? Huwa stani yake. Kama winajake. Winajake? Huyu hapa mtumishi amekutaja hapa. Tutaje hata kidogo single ladies. Single ladies. Na wapenda, unajua ka upendo kako kule ndani ya moyo kabisa. Kwa kuacha roho inauma. Lakini single ladies jamani, tusemeshe hata kidogo. Tumejaa mko. No sex. Msifikiri kwamba tumesahau. Kuna wengine mko hapa mko kimya mnafikiri kwamba haya mambo saizi yameshabadilika. No sex iko pale pale. Amen. Acha leo nisongee sana. Kama hujaokoka unasikia kumpa Yesu maisha yako, popote ulipo unaweza ukasimama, hebu anza upya na Yesu. Labda kama ulirudi nyuma na unataka kuanza upya na Yesu, unaweza kusimama na kiri sala nyuma yangu. Sema, Bwana Yesu, ninakuja mbele zako. Mimi ni mwenye dhambi. Ninaomba unipokee kwa upya. Ninaomba unisamehe. Dhambi zangu zote nilizokukosea. Ninakiri leo. Kwa wewe ni Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Na ninajua Yesu. Ulikufa msalabani kwa ajili yangu. Futa jina langu kwenye kitabu cha hukumu. Andika jina langu kwenye kitabu cha uzima. Nisaidie Yesu. Dhambi sinishinde. Shetani asinishinde. Ni urithi uzima wa milele. Nimeokoka leo. Ya kale yamepita. Sasa yamekuwa mapya. Mimi ni kiumbe kipya ndani ya Yesu. Katika jina la Yesu. Amen. Hongera sana kwa kuokoka. Kama umesema hii sala basi wewe umeokoka. Unaweza kutumia ujumbe kwenye namba hiyo ambayo utatuma, ambayo namba ya sadaka tumeitaja 0754440139. Tuambie kwamba mimi nimeokoka, na tutakuwa na furaha sana kuenda na wewe kwenye safari yako hii ya wokovu. Mungu akubariki sana sana. Anasema tumebadilika mtumishi, tuko hapa tunaombea wadogo zetu kwa chuo. Mmebadilika Wangapi wamebadilika? Unyoshe mkono. Walioacha sex nyosha mkono tuwaone. Tuko pia Facebook. Watu wa Facebook mtusamee sana, tunajua quality sio nzuri. Tumejaribu tu hapa kwa kutumia simu nyingine ya pembeni. Lakini tunaamini mmepata ujumbe hata nyinyi. Lakini hii ilikuwa ni kwa ajili ya Instagram. Ndio maana tuna concentrate sana kuangalia huku, lakini huku ili na nyinyi msipitwe. Wangapi mmeacha uzinzi? Nyosha mkono. Nilikuwa kimya na sita kwanza nawaza. Kwa hiyo hamna aliacha uzinzi? Alikuwa anaongea hapa sasa amesema wameacha, alikuwa anaitwa nani? Maimartha. Maimartha, na wewe hujaacha uzinzi?
Jamani, on a serious note. Okay, Messi ameacha Maimartha wa pili. Hebu tuone kama hata 10 watafika. Jackie yule aliyekuwa na kelele zote yuko wapi? Steven ameacha watatu. Wow. Elias ameacha wanne, Miss Fini ameacha watano. Aya, na huyo Nancy ameacha wa 6, wa 7. Wow, wote nyinyi mmeacha uzinzi. Jacqueline wa Mwanza ameacha, Yanta wa 10. Wow. 11, 12. Wow, kumbe. Mkifika 20 narudi tena. Haya, 12 wengine wako wapi? Tafuteni 8 waje hapo, nitarudi tena kuwa rafiki yenu. Ah, 13 huyo. Bado 7. Wakikosekana hao 7 basi. Yaani kweli single ladies wote nyinyi. Mimi nimeacha haya 10 na ngapi? 13. No, 14, 15. Bado 5. Wanajirudia. Wanajirudia? 10 wale nilisema tu yani kwamba ndo nitawapenda, lakini 20 ndio nitarudisha tena mahusiano yangu na nyinyi tena. Yani muendelee kuwa marafiki zangu. Huyo wa 16 bado wa 4. Yani mbona kwa shida sana? Wani mpaka mnarudia tena mara 2. 10 na ngapi? 7. Jacqueline wewe sina uhakika na wewe. Kweli? Naona mtumishi anacheka hapa. 10 na ngapi? 18. Messi unasema wengine wamelala. Ila jamani kwa shida. Yaani hao 20 kweli tunawapata kwa shida hivi. Hapo mimi hapa. Ana. Okay, 19 bado mmoja yuko wapi? Nasema wasamee tu mtumishi. Lakini kama Mungu anataka tusamee. Ngoja nijitahidi kwa shida. Aya, 20 huyo hapo amenyoosha. Lakini kwa shida. Mpaka tuweze tafuta kupekenywa. Amen. Aya, Jackie kama umebadilika tunashukuru. Mungu awabariki sana sana, tunawapenda. Eti Mungu awabariki. Tunaamini kila mmoja amesikiliza neno. Kama umechelewa, anza mwanzo kabisa. Sikiliza somo, tulikuwa na somo kwa ajili ya wanachuo. Sikiliza kuanzia mwanzo kabisa na uvuke. Mungu awabariki sana. Uko kwenye ndoa, rafiki wa the wives, mtumishi Beatrice huyu hapa. Rafiki wa the marriage. The married. Wives na husbands. Okay. Uko wote tu wenye ndoa wale. Unajua unasema umebadilika. Okay, sawa. Unajua amesema umebadilika. Amen. Tunataka tuone matokeo. Amen. Tunawapenda. Mungu awabariki sana, muendelee kutuombea na sisi tunawapenda pia. Lakini tuwakumbushe tu kwamba Yesu anarudi. Sio hadithi ambayo umeendelea kuisikia. Yesu anarudi. Yesu anarudi. Hakikisha uko sehemu salama. Hakikisha uko salama. Parapanda analia muda wowote ule. Ya dunia hayaishi. Haleluya. Mungu awabariki sana. Haya, the married au si wapo tu wako wengi sana. Amina. Mungu awabariki sana. Ni saa 5 sasa, tunaamini mnaenda kwenye majukumu mengine. Marafiki wa mtumishi Beatrice, tunajua mko kwenye ndoa. Haya, mkajiandae. Na familia zenu. Tunajua wengine mna majukumu kesho kazini, kuandaa watoto nini. Amina. Amen. Mungu awabariki sana. Haya. The wives tupo mtumishi. Amina. Mnawapenda the wives. Nawapenda the husband. Waume mbona hawapo lakini mwe mnawalika na waume zenu wote.
Waume wako wapi? Tunawapenda the wives, nawapenda, nawaombea, tunawaombea sana. Amina. Mungu awabariki jamani, tunawapenda sana, mbarikiwe. Msiache kutuombea kama mtumishi alivyosema, msiache kuomba kwa ajili ya huduma. Amina. Amen. Mungu awabariki. Basi tuwaache usiku wa baraka kwenu, msiache kuomba. Amen. Amen.